Habari ndugu mtazamaji, na hii ni Gavoo News ikiletwa kwako na mimi Zulfa Rashidi, na tukianzia moja kwa moja nchini Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akishiriki mkutano wa pamoja wa nchi ya serikali ya Jamhuri ya Afrika Mashariki EAC na Jamhuri ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC uliofanyika kwa njia ya mtandao tarehe 24 Machi 2025 Ikulu ndogo ya Mkanyageni, Chake Chake, mkoa wa Kusini. Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete Machi 24, 2025 amewasilisha ujumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa Rais wa Jamhuri ya Senegal Bassirou Diomaye Faye katika ikulu ya rais huyo jijini Dakar, Senegal. Timu ya ufuatiliaji iliyoundwa na Katibu Mkuu ya Viwanda na Biashara imekutana na wadau wa sekta wa viwanda mkoani Tanga, ikiwa hatua ya utekelezaji la agizo wa Rais Samia Suluhu Hassan la kurejesha Tanga ya viwanda. Akizungumza kwenye kikao hicho, mkurugenzi wa maendeleo ya viwanda na biashara Juma Mwambapo alisema juhudi za kurejesha Tanga ya viwanda ni sehemu ya mkakati wa serikali katika kuimarisha uchumi wa viwanda na kuongeza fursa za ajira kwa wananchi. Aidha, alisema kuimarika kwa miundombinu muhimu kama bandari, reli na barabara kunakwenda kutoa fursa ya kuimarika kwa uchumi wa viwanda hivyo na kufufua vilivyokuwa hapo awali. Rais mpya wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah ametangaza baraza lake la mawaziri la kwanza na kumteua Lucia Witbooi kuwa makamu wa rais wa kwanza mwanamke wa taifa hilo. Rais Nandi-Ndaitwah ameifanya Namibia kuwa nchi ya kwanza na ya kipekee barani Afrika yenye rais mwanamke na makamu wa rais pia mwanamke. Sina shaka kwamba tutatekeleza kile ambacho watu wa Namibia wameagiza kifanywe, amesema rais huyo mpya. Katika hafla hiyo, Rais Nandi-Ndaitwah ameongeza kuwa wizara yake mpya zinatakiwa zipange programu zitakazolenga kutokomeza umaskini nchini humo. Nasikia nchini Kenya, askari 6 wa jeshi la polisi la Kenya wameuawa na wengine 4 wamejeruhiwa katika shambulio linaloaminika kufanywa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab la Somalia katika kambi ya polisi iliyoko kwenye kambi ya Garissa, mashariki mwa nchi hiyo kwenye mpaka wa pamoja na Somalia. Taarifa ya polisi imeainisha kuwa wanamgambo wa kundi hilo la kigaidi walishambulia kambi askari wa akiba wakati wa alfajiri na walitumia silaha za aina mbalimbali kuvamia kambi hiyo. Taarifa hiyo imeongezea kwa kusema watu 6 wamefariki na wengine 4 wamejeruhiwa na wamelazwa hospitalini. Na kunako habari za michezo, Taifa Stars kuivaa timu ya taifa ya Morocco katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya kufuzu mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Mlinzi wa pembeni wa Liverpool na England Trent Alexander-Arnold mwenye umri wa miaka 26 amekubaliana na Real Madrid kwa mkataba wa miaka 5 na atajiunga na wababe hao. Manchester United inapanga kuwaruhusu wachezaji 10 akiwepo mshambuliaji wa Uingereza Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 27 na kiungo wa kati wa Brazil Casemiro mwenye umri wa miaka 33 kuondoka kabisa katika klabu hiyo msimu huu wa joto. Ni hayo tu tulokuandalia leo katika Gavoo News. Ulikuwa nami Zulfa Rashidi. Usisahau kucomment, kulike na kusubscribe katika channel zetu zote tunazopatikana kwa jina la Gavoo Media. Mpaka wakati mwingine, bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.